Wa Auba Swahili popote pale ulipo, bila shaka hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni hii ya leo, ambayo yanakufikia mubashara kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube kama Auba Swahili. Kwa niaba ya wale wote watakaosikika humu ndani, na hodha wa zamu hii leo ni mimi Ramadhani Mgwado. Kwanza ni muktasari wa kile ambacho tumekuandalia jioni hii ya leo. Kwa hivyo Rais Salva Kiir anahitaji kuhakikisha kwamba Sudan Kusini inafikia lengo ambalo ilifanya kutengana na Sudan. Serikali ya mpito ya Sudan Kusini yakabiliwa na shinikizo la kimataifa kuheshimu mkataba wa amani wa mwaka 2018. Media power. Hata nyinyi media, we don't want anyone to harass you ati msionyeshe. Mashirika ya kijamii nchini Kenya yaendelea kushinikiza serikali kutangaza visa vya dhulma za kijinsia kuwa janga la kitaifa. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession, brings it back to Joel Sorin-George. Shoots Mugabi, looking for the one chance, and yes, it's a goal! Michezoni litakuwepo bonga boli Michael Were Mohosia kujuza zaidi kuhusu majaribio ya kitaifa ya siku 3 ya kuteua kikosi cha wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 kwa mashindano ya dunia ambayo yameanza hivi leo hadi siku ya Jumamosi katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi. Kwa uketo wa hayo yote, msikilizaji wa Auba Swahili, ni kusihi salia papo hapo ulipo hadi nukta ya mwisho ya matangazo haya. Hivi sasa nimpishe mwenzangu Nesta Masangula upande wa pili wa studio kwa ajili ya kukusomea taarifa ya habari. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba Swahili, langu jina ni Nesta Masangula. Dar es Salaam. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imemtangaza afisa mwandamizi wa jeshi la polisi nchini Tanzania, Faustin Jackson Mafwele, kuwa chini ya vikwazo vya kuingia nchini Marekani kutokana na madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Hatua hiyo imetangazwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, ambaye amesema kuna taarifa zinazoonyesha kuhusika kwake katika vitendo vya mateso na unyanyasaji dhidi ya wanaharakati. Miongoni mwa matukio yaliyotajwa ni kuwakamata na kuwatesa wanaharakati Agatha Atuhaire kutoka nchini Uganda pamoja na Boniface Mwangi kutoka nchini Kenya, waliokuwa nchini Tanzania wakifuatilia kesi ya uhaini ya mwanasiasa wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu mwaka 2025. Goma. Maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yameendelea kuongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mamlaka za afya zikionya kuhusu hali inayozidi kuwa mbaya. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo, zaidi ya visa 670 vya maambukizi vimeripotiwa, huku takribani watu 160 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Katika tukio jingine, watu wenye hasira walivamia na kuchoma moto kituo cha matibabu ya Ebola katika eneo la Rwampara baada ya kuzuiwa kuchukua mwili wa mmoja wa ndugu zao aliyefariki. Mlipuko huo umeendelea kusambaa katika maeneo yenye uhaba mkubwa wa huduma za afya pamoja na maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya makundi yenye silaha. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuathiri juhudi za kudhibiti ugonjwa huo hatari ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Na hatimaye Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa amekutana na wenzake wa Pakistan Sayyid Mohsin kwa mazungumzo yanayolenga kutafuta njia ya kumaliza vita vinavyohusisha Iran, Marekani na Israel. Mazungumzo hayo yamefanyika wakati mvutano ukiendelea kati ya Tehran na Washington kuhusu suala la Iran pamoja na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, Pakistan imekuwa ikifanya juhudi za kidiplomasia ili kusaidia kufikiwa kwa mfumo wa mazungumzo utakaoondoa tofauti kati ya pande hizo zinazohusika. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa kuna dalili za maendeleo katika mazungumzo hayo, lakini akionya kuwa hali inaweza kuwa ngumu zaidi endapo Iran itaamua kuweka ushuru katika mlango wa bahari wa Hormuz. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari kutoka Auba Swahili. Mimi ni Nesta Masangula.
Huyo ni Nesta Masangula akihitimisha hivyo katika taarifa ya habari. Na moja kwa moja, msikilizaji wa Auba Swahili, tunaanza rasmi kuangazia ripoti zetu ambazo tumekuandalia jioni hii ya leo. Rais Yoweri Museveni ameamuru kufunga masoko yote yaliyoko kwenye mpaka wa Uganda na DRC kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola ambao zaidi ya watu 100 wamefariki nchini Kongo na mtu mmoja nchini Uganda. Pia Wizara ya Afya imetangaza kufunga usafiri wa abiria kwenda DRC na kutoka DRC. Hata hivyo, mpaka wa Uganda na DRC utaendelea kuwa wazi kwa kuwapima watu wanaoingia na kutoka. Mwandishi wetu kutoka Uganda, Isaac Mumena, ana taarifa kamili. Wizara ya Afya ya Uganda kupitia kwa katibu mkuu wa wizara hiyo Diana Atwine amefahamisha mkutano wa waandishi habari makao makuu ya Media Center mjini Kampala kuwa mpaka sasa hakuna mgonjwa wa Ebola nchini Uganda, licha ya kifo cha raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyefariki hospitali ya Kibuli jijini Kampala akitokea Kongo, na mgonjwa mwingine aliyepatikana na virusi vya Ebola ya Bundibujo amepona na anaendelea vema, ingawa bado hajaruhusiwa mpaka siku 21 kutimia. Hata hivyo, serikali ya Uganda imeongeza udhibiti wa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola kwa kuweka wakaguzi wa afya kwenye vituo vya mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kudhibiti usafiri wa kuingia na kutoka, anaelezea Daktari Diana Atwine. We are temporarily suspending the public passenger services on ferries, on Semliki River, the cross-border bus transport. Tunafunga usafiri wa abiria kwa muda wa majuma 4, usafiri wa kivuko cha kwenda Kongo pamoja na mabasi. Pia tumesimamisha usafiri wa ndege wa kwenda Kongo na kutoka nchini Kongo kwa muda wa masaa 48 kuanzia sasa. We are suspending all flights to and from DRC to Uganda, and this takes effect within 48 hours. Rais Yoweri Museveni alipokuwa akifungua maonyesho ya utalii katika hoteli ya Spiki Resort Munyonyo, alifahamisha kuwa Uganda ni mabingwa wa kupambana na ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengine kama vile corona, na kuwatoa wasiwasi watalii wanaokuja nchini Uganda kuwa ila katika mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda wanaruhusu watu kuingia na kutoka isipokuwa kwa kufanyiwa vipimo katika vituo vya mpaka. Pia soko linalojumuisha mkusanyiko mkubwa wa watu katika mpaka huo amesema ni hatari kwa maambukizi. The one thing that should stop are the markets near the border, because those are very indisciplined. Kitu nilichosimamisha ni soko katika mpaka wa DRC na Uganda. Nasikia kuna soko kubwa mpaka wa Uganda na DRC upande wa Toroko. I hear there was a big market in Toroko where the Ugandans and the Congolese were busy mixing up. Those should be suspended. Wakati shule za msingi na vyuo vinakwenda kufunguliwa wiki ijayo siku ya Jumatatu, Wizara ya Afya imewataka wakuu wa shule kuwa makini kuangalia hali ya joto ya wanafunzi na kama kuna dalili zinazofanana na ugonjwa wa Ebola kuripoti mara moja katika kituo cha afya. Serikali ya Uganda imesema haitazuia kufunguliwa kwa shule wiki ijayo hakuna hali ya hatari ya ugonjwa wa Ebola nchini humo. Mimi ni Isaac Mumena, idhaa ya Kiswahili Auba Radio. Na sasa tuelekee nchini Afrika Kusini. Idara ya mambo ya ndani katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini imesema imefanya ukaguzi kwa wahamiaji 457 ambapo wawili pekee walibainika kuingia nchini kinyume cha sheria, huku wengine 455 wakibainishwa kuwa wanaishi nchini humo kihalali. Hata hivyo, pamoja na idadi hiyo kuwa kubwa ya wahamiaji waliothibitishwa kuwa halali, hali ya hofu na sintofahamu inaendelea kutanda mjini Durban ambako wageni wengi wamelazimika kukimbilia kwenye makazi ya hifadhi wakihofia usalama wao kutokana na vitisho na mashambulizi kutoka kwa baadhi ya makundi yanayopinga uwepo wa wahamiaji. Mengi zaidi anasimulia mwanahabari wetu Bryson Bichwa akiwa Pretoria. Maafisa wa serikali sasa wanasisitiza kuwa hatua zozote za kuwashambulia wageni au kuwafukuza kwa nguvu ni kinyume cha sheria, huku wakitaka wananchi kuheshimu taratibu za kisheria na haki za binadamu. Msimamizi wa idara ya mambo ya ndani katika jimbo la KwaZulu-Natal, Cyril Machwabe, amesema ukaguzi uliofanywa umebaini kuwa wengi wa wageni waliokaguliwa wanaishi jimboni KwaZulu-Natal kihalali. We have verified about 457 people today.
Tulithibitisha takribani watu 457 leo. Ni watu wawili pekee waliobainika kuwa na matatizo. Hii ina maana kwamba vibali 455 vilithibitishwa na vikakubalika katika mfumo wetu. Hivyo basi, wanahesabika kuwa wako nchini kihalali. Licha ya kauli hiyo ya serikali, baadhi ya wahamiaji wanasema bado wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, wakidai kuwa mashambulizi dhidi yao yanaendelea kila siku katika baadhi ya maeneo ya Durban. Mkimbizi kutoka Burundi Zainabu Hassan amesema familia yake imelazimika kuingia ndani kwa hofu ya kushambuliwa na makundi ya watu wanaolenga wageni. Wanatumia manati kufuti mawindo zetu, umeona? Okay. Kwa hiyo wakawa wanavunja vioo kutumia manati. Hicho ni kitu ambacho kimetutisha. Ukichungulia wanapiga jiwe. Yaani kama mimi upande wangu, nyumba yangu dirisha lipo barabarani, wamepiga jiwe kioo kimeondoka, kimetoka kabisa hakipo. Matukio hayo sasa yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa wahamiaji wanaoishi nchini Afrika Kusini, huku wachambuzi wa haki za binadamu wakisema kuwa vitendo vya kushambulia wageni vinaenda kinyume na sheria za nchi hii pamoja na misingi ya haki za binadamu. Baadhi ya wageni wanasema hali hiyo imewakatisha tamaa kiasi cha kutafakari kuondoka nchini humu, licha ya kuwa wamekuwa wakifanya kazi halali za kujikimu. Mtanzania anayeishi KwaZulu Natal, Mrisho Ramadhani, amesema chuki dhidi ya wageni imekuwa kubwa kiasi cha kuwafanya wengi wao wajione hawana nafasi tena ya kuendelea kuishi hapa Afrika Kusini. Sina matumaini ya kuishi katika nchi kama hii kutokana na hawana upendo na sisi. Sisi tunaonesha upendo, ushirikiano. Tukifanya kazi zetu wanasema tunachukua kazi zao. Yaani tumejiajiri wenyewe, nafanya vibarua vyetu vya kujikwamua ili tupate hela za kulipa nyumba na kusaidia familia zetu. Hapo bado vile vile hawatutaki, wanasema sisi tunachukua kazi zao, maisha yao yanakuwa magumu kwa sababu yetu sisi. Sasa na sisi bora tukapambane makwetu. Lakini kwa baadhi ya wahamiaji, kurejea nyumbani pia si jambo rahisi, wakieleza kuwa wanakabiliwa na changamoto za kiuchumi pamoja na hofu ya hatua za kisheria wanazodai zinaweza kuwangoja wanaporejea katika nchi zao, hususan wa Tanzania. Mrisho Ramadhani anaeleza kuwa wahamiaji wengi wana hofu ya kurudishwa kwa nguvu kutokana na mazingira magumu wanayotarajia kuyakuta nyumbani. Viongozi wetu wanabidi na wao waangalie kwamba kuna watu ambao waliotoka katika nchi zao kwa sababu ya kwenda kutafuta katika nchi nyingine. Kwa sababu sometimes wengi wao tumetoka katika familia duni. Sasa unarudi nyumbani, sometimes umerudi pale umerudishwa, labda umekamatwa, labda hivi kutokana na vibali, labda imeexpired. Unajikuta unafika za kwa Lindela unarudishwa nyumbani. Unafika tena nyumbani unapelekwa jela au familia yako tena ilipe milioni ili mradi utolewe wewe jela. Unamaanisha kwamba Watanzania ambao wanarudishwa na serikali ya Afrika Kusini hadi Tanzania wanapofika uwanja wa ndege wanakamatwa na kufungwa? Wanafungwa Tanzania. Wanafungwa Tanzania. Sheria hiyo inabidi ibadilishwe kwa sababu mtu anatoka kwenda kutafuta maisha tena anarudi tena nyumbani, wanazidi kumkandamiza. Wakati hofu ikiendelea miongoni mwa wahamiaji, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na viongozi wa kiraia nchini Afrika Kusini wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuhakikisha usalama wa wageni unalindwa na kwamba sheria zinachukua mkondo wake dhidi ya yeyote anayehusika katika mashambulizi hayo. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Serikali ya mpito ya Sudani Kusini chini ya utawala wa Rais Salva Kiir inakabiliwa na shinikizo la kuheshimu mkataba wa makubaliano ya amani uliotiwa saini mwaka 2018 kati ya serikali na vyama vya upinzani. Balozi za mataifa 17 pamoja na Umoja wa Ulaya zimeonya kuwa mabadiliko yoyote katika makubaliano hayo yanaweza kuhatarisha uhalali wa serikali hiyo pamoja na kudhoofisha juhudi za kuendelea kudumisha amani nchini humo. Michael Were ana undani wa taarifa hii. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na balozi hizo za Australia, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Ireland, Japan, Uholanzi, New Zealand, Norway, Ureno, Slovenia, Sweden, Switzerland, Uingereza na Marekani pamoja na ujumbe wa Umoja wa Ulaya umehimiza kurejea kwa mazungumzo kati ya vyama husika wa mkataba huo wa amani. Ujumbe huo wa mabalozi umesisitiza mazungumzo na utekelezaji kamilifu wa makubaliano. Taarifa hiyo inatokana na nia ya baadhi ya makundi katika serikali ya mpito kufanya marekebisho katika mkataba wa amani
kuelekea uchaguzi mkuu wa urais mwezi Desemba mwaka huu. Mapema mwezi huu, mrengo wa serikali ya Rais Salva Kiir uliwasilisha bungeni mabadiliko tata katika makubaliano ya amani ya mwaka 2018, upinzani ukisusia kwa madai ya mchakato huo kuvunja utaratibu wa makubaliano na kukosa kushirikishwa. Baadhi ya marekebisho yanayopendekezwa ni kuondolewa kwa kipengele inayoipa mamlaka mkataba wa mwaka 2018 dhidi ya sheria za taifa na katiba ya mpito. Kwa sasa serikali imedhibiti mji mkuu wa taifa hilo, Juba, kutokana na uwepo wa wanajeshi waliojihami kwa silaha nzito, ikidai ni maandalizi ya kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku visa vya mapigano yakiripotiwa mashariki mwa jimbo la Jonglei. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa kimataifa Francis Silva kuhusiana na mgogoro huo kuelekea uchaguzi mkuu nchini Sudan. Nchi hiyo imekumbwa na mgogoro wa muda mrefu sana. Rais Salva Kiir pamoja na upinzani ambao unaongozwa na Riek Machar, nchi hiyo imekuwa katika mgogoro wa muda mrefu sana. Kwa hivyo Rais Salva Kiir anahitaji kuhakikisha kwamba Sudan Kusini inafikia lengo ambalo ilifanya kutengana na Sudan. Kwa hivyo katika hali hii ya kuhakikisha kwamba Sudan Kusini inakuwa nchi ambayo iko stable au nchi ambayo iko dhabiti, ni kwamba kuhakikisha uchaguzi mkuu unakuwa huru na wa haki. Kwa hivyo Riek Machar anapaswa kupatiwa nafasi ya kusimama au kugombea uchaguzi huo na kufanywa uwe huru kabisa. Hili swala la makamu wa rais kupokwa nafasi yake na pia vile kuwekwa kizuizini, jambo ambalo tunashuhudia ni kawaida katika baadhi ya mataifa barani Afrika. Tunashuhudia katika mataifa ambayo yanazunguka ukanda wa Afrika Mashariki. Inakuwaje sasa kwa upande wa Sudan? Swala ambalo linatokea ni kwamba baadhi ya marais wa Afrika barani Afrika unapata kwamba wanataka sana kukalia viti wakiwa mamlakani, au wanataka kubakia ikulu kwa muda mrefu bila kujali kwamba nchi zao ziko huru na inafaa uchaguzi kulingana na katiba, uchaguzi ufanyike ili marais wapya wachaguliwe, au kipindi chako kinapokamilika upeane nafasi kwa mwingine kushikilia hatamu. Lakini inakuwa vigumu kwa baadhi ya viongozi wa Afrika kuachilia madaraka. Hili ndio swala linaloelekeza mataifa mengi ya Afrika kuwa kwenye migogoro, na ni swala ambalo linahitaji kuangaliwa kwa makini sana ili kuepusha migogoro ambayo inakumba Afrika. Baadhi ya marekebisho yanayopendekezwa ni kuondolewa kwa kipengele inayoipa mamlaka mkataba wa mwaka 2018 dhidi ya sheria za taifa na katiba mpito. Serikali imedhibiti mji mkuu wa taifa hilo, Juba, kutokana na uwepo wa wanajeshi waliojihami kwa silaha nzito, ikidai ni maandalizi ya kulinda amani kuelekea uchaguzi mkuu ujao, huku visa vya mapigano yakiripotiwa mashariki mwa jimbo la Jonglei. Kwa mujibu wa waangalizi wa mkataba huo wa amani, mabadiliko yoyote kwenye makubaliano hayo lazima yahusishe pande zote, ikiwemo chama cha SPLM-IO inayoegemea upande wa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar, ambaye aliwekwa kizuizini mwezi Mei mwaka jana na kusimamishwa kazi kwa tuhuma za kuhusika katika machafuko yaliyotokea jimbo la Nasir. Anakabiliwa na kesi ya uhaini mbele ya mahakama maalum iliyoundwa mwaka jana. Wanachama wa jamii ya kimataifa wamezidi kuhimiza serikali ya Rais Salva Kiir kumwachilia huru Machar na kuanza mazungumzo ya kutekeleza kikamilifu mkataba wa amani ili kufanyike uchaguzi wa amani. Michael Were Muhusia, Auba Swahili Radio. Kutoka Sudani Kusini. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambako shinikizo linaendelea kutolewa na wanawake pamoja na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali, wakitaka serikali kutangaza visa vya dhuluma za kijinsia kuwa janga la kitaifa. Hatua hiyo inafuatia kuongezeka kwa visa hivyo nchini humo, huku tukio la hivi karibuni likiwa ni kifo cha msanii wa nyimbo za Injili aliyedaiwa kuchomwa moto kwa kutumia petroli. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa serikali nchini Kenya wameendelea kushikilia kuwa yapo makundi na asasi zinazopaswa kulaumiwa, licha ya serikali kueleza kuwepo kwa mikakati kabambe ya kupambana na matukio hayo. Tuungane na mwenzetu Dennis Wanyonyi ambaye ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Miezi 5 tangu Rais William Ruto kupokezwa ripoti maalum ya jinsi ya kupambana na kupunguza visa vya dhuluma za jinsia pamoja na mauaji ya wanawake almaarufu femicide. Wito sasa umetolewa kwa serikali nchini Kenya kuangazia na kuchukulia dhuluma za jinsia dhidi ya wanawake kama janga la kitaifa. Ni kufuatia kifo cha msanii wa nyimbo za Injili nchini Kenya Rachel Wandeto kuaga dunia baada ya kumwagiwa petroli na kuchomwa kabla ya kufariki baadaye katika hospitali ya Kenyatta alipokuwa akipokea matibabu. Kisa na maana ni kuchora tatu ya Rais William Ruto kwenye mwili wake. Ni kisa kilichosababisha maandamano makubwa ya kina mama jijini Nairobi. Media power. Hata nyinyi media, we don't want anyone to harass you ati msionyeshe. Huku wakiwa maandamana na viongozi wa chama cha mawakili nchini Kenya FIDA. Sasa wanakahawa wamepinga vikali kuongezeka kwa visa hivi na kuitaka serikali kutangaza visa vya GVP kama janga la kitaifa. Nothing has been done. Recommendations from that task force. Hakuna chochote kimefanyika kwenye ripoti hiyo hata moja tangu ripoti hiyo kuwasilishwa kwa rais na jopo husika. Tunataka serikali hii kuwa na mtizamo wa kisiasa katika vita dhidi ya dhulma za kijinsia. La sivyo tuheshimiane ama tuendelee kuandamana. We are going to go to the streets. Nimezungumza na wakili Harriet Chigai, mshauri wa masuala ya jinsia katika ofisi ya rais, ambaye amekiri kuwa serikali ya Kenya imejizatiti katika vita dhidi ya jinsia ya kina mama nchini Kenya. Hata hivyo, naibu mwenyekiti huyo wa zamani wa chama cha mawakili nchini Kenya LSK amezitaka asasi zinginezo za serikali kama polisi na mahakama kutolegeza kamba dhidi ya jinamizi hili. Sasa rais akuja kuambia vile utaishi kwenye boma lako. Unajua rais ametengeneza mikakato, kuna policy, laws ziko, implementation ni upande wa sheria, upande wa judiciary. Sasa hivi tumeona judge Memuna ameandika yenye inaturudisha judgment, inaturudisha nyuma. Kama huu jamaa mwenye amemuua Rachel, watu ambao walikuwa wanamfuata na wakamuua Rachel, ni nini inazuia askari kushika watu? So whether hiyo ripoti imefika cabinet na iko cabinet, whether iko cabinet or not, and Kenyans just changed and decided to be good people. Dennis Wanyonyi, Auba Radio Swahili, Nairobi. Asante sana Dennis Wanyonyi. Tukisalia katika ukanda wa Afrika Mashariki, Rwanda imesaini makubaliano na International Atomic Energy Agency kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika kuingiza nishati ya nyuklia kwenye mchanganyiko wa vyanzo vya nishati nchini humo. Makubaliano hayo yanatajwa pia kuhusisha maendeleo ya mitambo midogo ya nyuklia, ikiwa ni sehemu ya juhudi za Rwanda kuimarisha sekta ya nishati na maendeleo ya teknolojia. Mengi zaidi tuungane na Christopher Karenzi akiwa Kigali, Rwanda. Makubaliano hayo yalisainiwa na waziri wa miundombinu wa Rwanda Dr. Jimmy Gasore pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya International Atomic Energy Agency Rafael Mariano Grossi. Ushirikiano huo unatarajiwa kusaidia Rwanda katika maeneo mbalimbali yakiwemo upangaji wa sekta ya nishati, maendeleo ya miundombinu, mafunzo ya wataalamu, ushirikishwaji wa wadau, upatikanaji wa fedha pamoja na ujenzi wa uwezo wa kitaasisi, wakati nchi hiyo ikiendelea na maandalizi ya kuanzisha matumizi ya nishati ya nyuklia. Makubaliano hayo yamekuja baada ya Rwanda kupitia mkutano wa ubunifu wa nishati ya nyuklia Afrika ya mwaka 2026 inayothibitisha kuwa taifa hilo limeingia sasa katika awamu ya pili ya programu yake ya maendeleo ya nishati ya nyuklia. Mkutano huo wa kimataifa wa nishati ya nyuklia umetamatika leo Kigali, ambapo ulikuwa ukijadili namna ya nishati hiyo inaweza kutumika na kuleta manufaa katika sekta mbalimbali. Nimefanya mahojiano na watu mbalimbali wakitoa maoni yao kuhusu huu mkutano. Mgenzi Napoleon ni miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo. This is a very privilege from Africa, especially. Hii ni fursa kubwa kwa Afrika, hasa kwa Rwanda. Hii ni mara ya pili Rwanda kwa mwenyeji wa mkutano huu. Kwangu naona kwamba ni mafanikio makubwa kwa Afrika katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati katika nchi mbalimbali. Niliona pia kuwa katika mkutano huo kulikuwa na mjadala kuhusu akili bandia, yani AI. Hata hivyo, kwa upande wangu AI haiwezi kufanya kazi bila uwepo wa nishati ya umeme. Jackson Mutinda kutoka nchini Kenya amesema kwamba Afrika bado ina changamoto za kupata nishati. Nimeona kwamba huu mkutano ni wa maana, ukizingatia kwamba Afrika yenyewe saa hii iko na changamoto za kupata nishati. Imekuwa ni jambo la maana kwamba Afrika iweze kujitegemea kwa njia nyingine ya kutoa nishati.
Mutinda amesema kwamba kunatakiwa ushirikiano wa mataifa. Bila hivyo hakuna nchi ya Afrika itakayoweza kulishughulikia hilo swala mwenyewe. Kulingana na hata mazungumzo ambayo nilisikia kwa ukumbi, ni kwamba hakuna nchi moja ya Kiafrika ambayo itaweza kujikimu kwa nishati kama hii ya kinuclear, kwa sababu ukiangalia miradi ya nuclear ni miradi ambayo inahitaji pesa nyingi. Kunatakiwa ushirikiano. Mkutano kama huu wa nishati ya nuclear umepangwa kufanyika mjini Lome, Togo mwaka ujao 2027. Christopher Karenzi, Auba Radio, Kigali. Asante sana mwanahabari wetu Christopher Karenzi kutoka hapo Kigali, Rwanda. Kwa nukta ya ripoti hiyo, msikilizaji wa Auba Swahili, ni wasaa kuanza kudunda kunako viwanja tofauti na mwanamichezo wetu Michael Were. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Looking for the one chance, and yes! It's a goal! Shukran za dhati. Karibu sana msikilizaji kwa taarifa michezo. Niite Bonga Boli Michael Were Mohosia. Tuanzie jijini Nairobi. Majaribio ya kitaifa siku 3 kuteua kikosi cha wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20 kwa mashindano ya dunia yameanza hivi leo na kuendelea mpaka Jumamosi wiki hii katika uwanja wa kitaifa Nyayo jijini Nairobi. Bingwa mtetezi wa dunia katika mbio za mita 1500 Andrew Kiptoo na bingwa wa Afrika wa mita 3000 kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 Cynthia Chepkirui ni miongoni mwa wanariadha wanaoshiriki. Kiptoo aliyeshinda dhahabu ya dunia mwaka 2024 mjini Lima, Peru, atawania tiketi ya kutetea taji lake la mita 5000 pamoja na wanariadha wengine wapatao 18 wanaowania nafasi 2 za kufuzu. Chepkirui aliye na umri wa miaka 17 na aliyeshinda dhahabu ya Afrika mwaka jana nchini Nigeria atakabiliana na mshindi wa nishani ya shaba ya Afrika katika mita 3000 kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 20 Joelyn Chepkemoi na Sheila Chepngeno miongoni mwa wengine. Bingwa wa Afrika kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 18 katika mita 2000 kuruka viunzi na maji Emmanuel Miso atatimka mita 3000 kuruka viunzi na maji pamoja na Felix Kiptoo na Evans Kipkemboi miongoni mwa wengine. Chama cha riadha Kenya kinatarajiwa kuteua wanariadha wapatao 30 kwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa mjini Eugene nchini Marekani baina ya Agosti 5 na 9 mwaka huu. Tukielekea nchini DRC, ni kuwa shirikisho la soka nchini humo FECOFA limempata rais mpya atakayeongoza kwa miaka 4. Uchaguzi huo umejiri baada ya shirikisho hilo kusimamiwa na kamati ya CONAR iliyowekwa na FIFA kwa miaka kadhaa. Zuberi Ali na taarifa ifuatayo. Matokeo ya uchaguzi huo yalionekana kabla ya kura kupigwa kutokana na kuwepo kwa mgombea pekee katika kinyang'anyiro cha urais wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka la Kongo baada ya wagombea wawili kujitoa. Vero Mosengo Omba alichaguliwa Jumatano Mei 20, 2026 mjini Kinshasa. Katibu mkuu huyo wa zamani wa CAF alitakiwa kufikia nusu ya wapiga kura ili kuthibitisha ushindi ambao hakuwa na shaka. Ujio wake kwenye soka la Kongo utabadili nini? Christian Kimaenga ni mfuatiliaji wa soka la Kongo. Ni mtu ambaye atakuja kuleta experience yake na tukimupa sasa ushirikiano. Kwanza tungejitahidi kuacha kukua wapinzani sana. Tujaribu kumpa ushirikiano ili tumsikie. Alichosema tutegemee zaidi ni kutengeneza vijana ambao watakuja kuwakilisha. Tutegemee kuona mabadiliko makubwa, lakini yatakuja taratibu katika soka la vijana. Kati ya wapiga kura 68 waliotarajiwa, wajumbe 65 walishiriki katika mkutano huo. Waliokosekana walitoka ligi za Kasai. Mwishoni mwa kura, wajumbe 60 walimpigia kura Vero Mosengo Omba dhidi ya kura 3 ambazo hazikupendeza na 2 hazikushiriki. Uchaguzi huu unaashiria mwisho wa miaka 3 ya usimamizi wa mpito chini ya kamati ya kuhalalisha iliyowekwa na FIFA ili kujaribu kurejesha utulivu katika soka ya Kongo. Vero anamrithi Costa Omari Selemani kwa kipindi cha miaka 4 akiwa na jukumu zito la kurejesha uaminifu wa taasisi iliyodhoofishwa na migogoro ya kiutawala, mivutano ya ndani na mabishano ya mara kwa mara. Zuber Ali, Auba.
Tuvuke tuelekee nchini Rwanda ambapo nchi hiyo ni mwenyeji wa fainali ya ligi mpira wa kikapu Afrika kwa maana ya Basketball Africa League Finals 2026 ambayo imeanza rasmi hivi leo jijini Kigali kuanzia tarehe 22 hadi 31 mwaka huu katika ukumbi wa BK Arena mjini humo. RSSB Tigers na FUS Rabat zitachuana mara mbili na mshindi wa jumla ya pointi ataendelea hadi hatua ya nusu fainali. Na kwingineko ni kuwa timu ya taifa ya Uganda na Kenya kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17 zinachuana jijini Kampala nchini Uganda, ikiwa ni mkondo wa kwanza wa raundi ya pili kufuzu kombe la dunia. Junior Starlets ya Kenya chini ya mkufunzi Mildred Cheche atamkabili mpinzani nyumbani Nairobi wiki ijayo. Uganda iliwatema Zimbabwe katika raundi ya kwanza kwa mabao 6-1, wakati Kenya ikiwabwaga Namibia kwa jumla ya magoli 7-1. Mshindi wa mechi hiyo atakuwa na miadi aidha dhidi ya Tanzania au Afrika Kusini katika raundi ya tatu na ya mwisho. Fainali za kombe la dunia zitaandaliwa nchini Morocco kati ya Oktoba 17 na Novemba 7 mwaka huu. Na katika dondoo za dimba la dunia itakayofanyika mwaka huu kuanzia mwezi ujao ni kuwa kocha Carlos Queiroz wa Black Stars ya Ghana ataja kikosi chake kuelekea michuano hiyo, huku gwiji Dede Ayew akitupwa nje. Maoni mseto yakisikika kutoka kwa wadau waliojumuisha na raia huyo wa Ureno ni pamoja na kakake Ayew kwa maana Jordan Ayew, kiungo mzoefu Thomas Partey, Mohamed Kudus, Inaki Williams, Antoine Semenyo miongoni mwa nyota wengine. Na tunamalizia habari hizi za michezo nchini Ujerumani. Meneja wa timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann amemwita tena kikosini kipa mzoefu Manuel Neuer, akimorodhesha katika kikosi cha wachezaji 26 watakaoitumikia the German Machine wakati wa michuano ya kombe la dunia mwaka huu, licha kuwa mdakaji huyo mwenye umri wa miaka 40 alikwisha tangaza kustaafu kutitiga kimataifa. Naam, kwa taarifa hizo kutoka Ujerumani na tiananga kwa sasa. Niite Bonga Boli Michael Were Muhosia, Auba Swahili Radio. Asante sana mwanamichezo kwa taarifa hizo kemkem za kimichezo ambazo umetuandalia jioni hii leo. Na msikilizaji wa Auba Swahili, kufika hapa wahenga wanasema kila lenye mwanzo basi huwa halikosi mwisho, na hakuna marefu yasiokuwa na ncha. Na hii ndio ncha ya ripoti zetu ambazo tumekuandalia jioni hii leo. Nikusihi tu endelea kutufuatilia kila nukta ya ripoti zetu kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube kama Auba Swahili. Kwa niaba ya wale wote waliosikika humu ndani, mimi ni Ramadhani Mgwadi.